nikupongeze kwa kuandaa mafunzo haya ya wastaafu watarajiwa. Ni mafunzo ambayo yana umuhimu wake, ambapo kwenye utumishi wa umma kwa muda mrefu huko nyuma hatukuwa na utamaduni huu wa kuwakushanya watumishi na kuweza kuwapa mafunzo kwa ajili ya kujitayarisha na maisha baada ya utumishi wa umma. Kwa hiyo kwa hili nikupongeze sana mkurugenzi, na inshallah Mwenyezi Mungu atakulipa na mafunzo haya yawe endelevu, kwa sababu kwa nyuma wale watumishi ambao ndo sisi tulioajiriwa kwa nyuma, mpaka mimi naajiriwa, baba zanguni na mama zanguni au watumishi wenzangu, hakukuwa na utaratibu katika utumishi wa umma hata kuona mtumishi anaagwa katika utumishi wa umma licha ya kupewa mafunzo. Mtakuwa ni mashahidi kwamba katika utumishi wa umma ilikuwa unauliza tu, fulani uko wapi? Naambia shastaafu. Shastaafu? Humuoni tu kwenye ofisi, unajiuliza. Kwa hiyo hakukuwa na utaratibu mzuri ambao ulikuwa unaonyesha kwamba watumishi aidha kuagwa kwenye utumishi wa umma au kupatiwa mafunzo katika utumishi wa umma. Ilikuwa unaondoka kwenye nini yako, kwenye taasisi yako, ikiwa hata watumishi wengine hawajui. Lakini serikali baada ya kuona ni utaratibu ambao usioleta siha, usioleta tija kwa watumishi, unaonyesha kwamba kutokuwajali watumishi, serikali ikapitisha sheria mbalimbali zenye dhamira ya kuwathamini watumishi baada ya kumaliza muda wao wa utumishi. Ya kwanza ikawa sheria ya mfuko wa hifadhi ya jamii, lakini ya pili ikapitisha sheria ya utumishi wa umma na kanuni zake. Ya kwanza ikasisitiza kwamba watumishi lazima waagwe kwenye taasisi zao, na ni matarajio yangu kwamba leo tunafanya mafunzo ya kujitayarisha na kustaafu, lakini ni matarajio na nitoe wito kwa wakuu wa taasisi za umma kwamba kuweza kuwaaga watumishi katika taasisi zao ili kuonyesha mchango waliotoa katika taasisi hizo. Lakini pia ukiacha kuonyesha mchango ambao wametoa, ile ni thamani ambayo unamwonyesha mtumishi kwamba tumekuthamini katika taasisi yetu. Na kanuni zinasisitiza kwamba wakuu wa taasisi kuwapa zawadi watumishi ambao wamefikia umri wa kustaafu kazi pale ambapo wanakaribia au pale ambapo wamefikia umri wa kustaafu kazi. Jingine tunakwenda kulipa vinua mgongo. Vinua mgongo analipa ni yule mtu ambaye kastaafu. Kama hujastaafu, kama hujafikwa na labda na janga lolote, kwa mujibu wa sheria sisi hatukulipi kinua mgongo. Labda mgonjwa au pate madhara yote, Allah atuepushe mbali, lakini kikawaida kama mtu kastaafu tunamlipa kinua mgongo. Kinua mgongo ni neno la Kiswahili, lakini kizungu inaitwa gratuity. Tunakulipa pesa kwa pamoja. Msikapata mitihani yote ya kiutumishi mpaka kustaafu kwenu, lakini vile vile mwafundishe kazi vijana ambao wapo kazini. Siku hizi kuna vijana Gen Z. Mshakusikia Gen Z Gen Z wale vijana kuanzia miaka 18 mpaka 25. Wao hasikii chochote. Leo kazaliwa, kesho ataka gari. Kwa hiyo kuna anajua bibi fulani sasa hivi anazaliwa, utapitishwa vocha za maajabu ajabu. Kipindi hichi ndio cha kuzidisha umakini kazini. Anajua mtu fulani anastaafu, atakupitishia vitu hapo vya maajabu ajabu. Sasa hivi tu mama, hii miaka hii hapa inabakia hii ndio miaka ya kuwa kazini. Tuna Gen Z ofisini. Lakini kuna Gen Z, kuna wengine wanaitwa middle age, wale kwanza miaka 28 sijui mpaka miaka 45. Kuna age go, ndio akina sisi miaka 45 mpaka miaka 60, lakini kuna senior citizen. Sasa sisi hapa ni age go, kwa hiyo sisi tuwe makini kweli. Sasa hivi vijana wetu tuwafundishe kazi ambao tunawaacha huko kazini, ili wajue kazi. Unajua kweli tunakumbana na mitihani. Mtu kabla zake chuoni ana masters, anajua nendo ana masters. Ana degree, anakudharau, lakini wewe umefanya kazi miaka 30, unajua vizuri ile kazi. Mfundishe tu basi, zile dharau wewe mwache mwenyewe, lakini wewe mpe elimu. Kwa sababu itamfaa.
Ukimfundisha leo tunasema mzee fulani alinifundisha jinsi ya kuandika vocha, ishamfaa hiyo sadaka yako hiyo. Licha ya jeuri zake, ya degree yake, ya kuwa na master yake, na PhD yake, hiyo mwache yeye mwenyewe. Lakini wewe mfundishe kazi ili mkiondoka then hao wengine waendeleze ile mazuri yote ambayo wenyewe mmeyatanguliza kuyafanya. Jina naitwa Riziki Mohamed, natokea idara ya mahakama Pemba. Leo tupo hapa kwa ajili ya kupata mafunzo kwa matayarisho ya kustaafu, yaani wastaafu watarajiwa. Mimi nishukuru sana ZSSF kwa kuandaa mafunzo haya kwa sababu wengi wetu tunakuwa hatufahamu nini kustaafu, lakini tunakuwa kama tunajishtukizia tu. Wengine sasa inaleta kupata matatizo ya moyo, mara sukari, kutokana na kuishtukizia ile dhana. Kwanza nimeyapokea vizuri kwa sababu kwa maoni yangu ni utaratibu mzuri sana. Sababu sisi tunao ambao tunategemea kustaafu tunakuwa na mitazamo mbalimbali. Kila mtu ana mtazamo wake, yule anatamani labda afungue biashara, yule anatamani afanye nini, lakini mwisho wa siku matokeo yake hayako mazuri kwa wote au kwa watu wengi. Kwa hiyo mafunzo haya sisi kwa mtazamo wangu yanatujenga sisi ambao tunategemea kustaafu, kwa sababu yanatupa mwongozo wa yale maisha ambao tunatarajia kuishi baada ya kustaafu.